Hali ya usalama kwa wanasiasa nchini Kenya inaanza kuvurugika. Hii ni baada ya mbunge mmoja nchini humo kuuawa kwa kupigwa risasi na mtu asiyejulikana. Charles Ong'ondo alikuwa ametoka bungeni muda mchache tu kabla ya kushambuliwa akiwa ndani ya gari lake kwenye barabara iliyokuwa na shughuli nyingi mjini Nairobi. Polisi wamesema gari la mbunge huyo Charles Ong'ondo liliandamwa na watu wawili waliokuwa wakiendesha pikipiki, kisha mmoja wao akasimama na kumfyatulia risasi kadhaa. Dereva wake alinusurika shambulio hilo. Marehemu ni mbunge wa chama cha mwanasiasa mkongwe Raila Odinga. Polisi wangali wanachunguza tukio hilo, huku waliotenda uhalifu huo wakiwa bado hawajakamatwa, na nia ya mauaji hayo haikubainika mara moja. Dereva wa gari na abiria wa kiume ambao hawakujeruhiwa walifanikiwa kumkimbiza mbunge huyo katika hospitali ya Nairobi, ambapo alitangazwa kuwa amefariki wakati anawasili hospitalini hapo. Katika taarifa iliyotolewa na msemaji wa polisi Muchiri Nyaga, amethibitisha kwamba mbunge huyo aliuawa kwa kupigwa risasi Jumatano jioni kando ya barabara ya Ngong, karibu na mzunguko wa chumba cha kuhifadhia maiti cha City, na mtu alikuwa na bunduki. Asili ya uhalifu huu inaonekana kuwa alilengwa na ulipangwa, msemaji wa polisi alisema. Muchiri alisema makamanda wakuu wa polisi na wapelelezi walitembelea eneo hilo kuchunguza kilichotokea. Huduma ya polisi imelani kitendo hicho cha kufyatulia risasi na kukitaja kama uhalifu mbaya na usiokuwa wa maana, na kuhakikisha umma kwamba hakuna kitakachozuia uchunguzi. Uchunguzi unaendelea kuchunguza tukio hilo, ni kwa nini imetokea na kwa nini mbunge huyo ameshambuliwa vibaya hadi kufariki kwake. Siasa za nchini Kenya zimekuwa ni siasa ngumu sana kutokana na taarifa zinazotolewa na raia nchini humo. Hali ya siasa nchini Kenya imekuwa ni ngumu sana, na baadhi ya wanasiasa wamekuwa katika hofu mara kadhaa, wakieleza juu ya hali ilivyo katika taifa hilo la Afrika ya Mashariki, kwamba hali imekuwa ni mbaya sana na kwamba wanahitaji ulinzi wa kutosha. Basi mtazamaji, endelea kutufuatilia na usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii upate habari hizi kwa mapana, na tutaendelea kukujuza nini ambacho kimetokea zaidi baada ya uchunguzi wa jeshi la polisi nchini Kenya kubaini chanzo cha kushambuliwa kwa kiongozi huyo, na tutaendelea kumfuatilia kwa kina mbunge huyu. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia zaidi, lakini usisahau kulike, kucomment na kusubscribe channel yetu hii.